ACT Wazalendo kuanzia leo tarehe 9 Juni 2025. Leo rasmi nimejiunga na chama cha ACT Wazalendo. Ninachukua fursa hii kushukuru chama changu cha NCCR Mageuzi kwa heshima kubwa niliyoipata ya kushika nafasi mbalimbali nyeti. Nikiwa NCCR Mageuzi, nimewahi kuwa naibu katibu wa vijana taifa, katibu mkuu wa vijana taifa na katibu mwenezi wa chama taifa. Na nje ya chama pia niliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa jukwaa la vijana TCD, yani Tanzania Center for Democracy, nafasi iliyonipa jukwaa pana zaidi la kuwakilisha vijana wa vyama vyote katika mijadala ya kidemokrasia na hatima ya taifa letu. Kupitia nafasi hizi, ndugu waandishi wa habari, nimejifunza mengi na nimehudumu kwa moyo wa kujitolea na kushuhudia changamoto na fursa zinazotokana na uongozi wa kisiasa nchini. Hata hivyo, kuna wakati katika maisha ya mwanasiasa ambapo dhamira, maono na mwelekeo wa kisiasa humpelekea kufanya maamuzi magumu, lakini maamuzi sahihi. Sasa kuna wengi watajiuliza, kwa nini Elisante Ngoma ameacha vyeo vikubwa vya uenezi wa chama taifa, vyeo mbalimbali ambavyo wamekuwa navyo, heshima ambazo wamekuwa nazo, lakini amejiunga na chama cha ACT Wazalendo? Hayo yote nitayajibu leo, ni kwa nini nimetoka NCCR Mageuzi na nimekuja kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Kwanza kabisa nataka mfahamu, ndugu waandishi, chama changu cha NCCR Mageuzi kimepoteza dira ya kuiondoa CCM madarakani. Hili naomba nirudie ili mnielewe. Mimi nimekuwa kwenye vikao mbalimbali vya chama vikubwa ambavyo chama kilichotoka, lakini niwaambie ukweli, chama cha NCCR Mageuzi kimepoteza dira, hakina mwelekeo wa kuiondoa CCM madarakani, bali kina mwelekeo wa kunufaisha viongozi wachache ambao wako kwenye ngazi pale za juu. Na ndio maana mnaona tokea aondolewe yule jamaa mpaka leo hakijawahi kufanya mkutano wa aina yoyote wala siasa sehemu yoyote. Sasa chama kama hicho kweli, hata kama una vyeo vikubwa vya nafasi kubwa kama hizo, alafu wewe kijana una ndoto ya kulitetea taifa, una ndoto ya kupigania taifa, huwezi kubaki kwenye chama cha namna hiyo. Kwa ndio maana nilitafuta jukwaa zuri, jukwaa ambalo linaamini katika kupambana kutetea maslahi ya Watanzania. Nikaamua kuchagua ACT Wazalendo kwani ndio chama makini na pekee kinachoweza kupambania taifa letu. Lakini kwa nini nimeondoka NCCR Mageuzi na kujiunga ACT Wazalendo? Kwanza ni kuunga juhudi za ACT Wazalendo zinazomtanguliza utu, uwajibikaji na maendeleo ya kweli kwa kila Mtanzania. Nataka niwaambie, na hili nataka mlielewe, chama cha ACT Wazalendo ndio kinaamini katika taifa la wote, maslahi ya wote. Yaani ukiwa na chama ambacho kinawajali wa Tanzania, hicho ndio chama cha mtu pekee ambaye una akili nzuri na akili timamu wa kwenda kujiunga na chama hicho kwa ajili ya kutetea maslahi ya Watanzania. Kama kweli chama una dhamira ya kweli ya kutetea maslahi ya Watanzania, una kila sababu za kuhakikisha unatafuta chama ambacho kinaamini katika maslahi ya wote na taifa la wote. Ndio maana nimejiunga na chama cha ACT Wazalendo. Lakini pia nimevutiwa na jitihada za ACT Wazalendo kuwalea vijana kiuongozi na kuwapa jukwaa kuonyesha uwezo wao. Sasa hii ni siri na wapa, naomba muiandike vizuri, waandishi wa habari. Juzi wakati kuna mkutano mkuu Dodoma wa chama cha NCCR Mageuzi, mimi Elisante Ngoma, wajumbe pamoja na wanachama wote wa halmashauri kuu walidhamiria na wakakubali mimi niwe naibu katibu wa chama taifa, na tukapita hatua zote. Lakini kwa sababu tu ya kwamba ni chama ambacho wakiangalii katika vijana, kuwainua vijana, kuonyesha uwezo wao, niliitwa dakika za jioni kabisa, nikaambiwa tunaomba, kuna mzee fulani amegombea nyakati nyingi, mpishe awe naibu katibu mkuu. Na nataka kuwaambia wajumbe wa halmashauri kuu wamechukia kweli kweli na wako tayari kujiunga na ACT Wazalendo, na tutawaleta kwa sababu ni chama ambacho
kimeshindwa kuwainua vijana, kimeshindwa kusimama kuhakikisha vijana wanaonyesha uwezo wao. Kwa hiyo nimeangalia nikaona ACT Wazalendo ni jukwaa sahihi ambalo linaweza kuonyesha vipaji na kuwapa nafasi vijana kuonyesha uwezo wao na kulisaidia taifa letu la Tanzania. Lakini pia nimevutiwa na mpango wa ACT Wazalendo kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 kupitia kauli mbiu ya tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki. Sio dongo, lakini nataka mnielewe. Kuna wenzetu wameshajitoa. Wao wanapambana nje ya ulingo. Nadhani mnawafahamu. Wao wamesema watapambania nje ya ulingo. Huwezi ukawa unaingia kwenye mapambano ukapambana nje ya uwanja wa mapambano ukasema unapambana. Huko ni kuimba ngonjera au kuimba mapambio. Siku zote mpambanaji anapambania kwenye ulingo. Na ndiyo maana kwa kauli hii ya ACT Wazalendo, tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki, ilinivutia sana kuonesha kwamba ni vijana tunatakiwa kuungana kuhakikisha kwamba tunakiunga chama cha ACT Wazalendo mkono ili kupambana kuhakikisha tunamtoa CCM madarakani, kuhakikisha tunatimiza ndoto za Watanzania, kuhakikisha tunagusa maisha ya Watanzania kwa pamoja. Kama wazalendo wa taifa hili tuna uwezo wa kumtoa CCM madarakani na tutamtoa kupitia ACT Wazalendo. Lakini pia uzoefu wa kisiasa umetuonyesha hivi sasa nchini hakuna tume huru ya uchaguzi. Hata hivyo, dira ya ACT Wazalendo ya kushiriki kwenye uchaguzi kama jukwaa la mapambano ni uamuzi sahihi sana. Kwa sababu nimeshasema hapo, uwezo ukasema unapambana afu unapambana nje ya uwanja. Kwa hiyo niwapongeze sana chama cha ACT Wazalendo kwa sababu kweli kinaenda kabisa kuonyesha dhamira ya dhati ya kupambana kwa ajili ya taifa hili. Niwapongeze sana. Lakini pili, jambo la mwisho ambalo lilinivutia kwa nini ACT Wazalendo. Ninajiunga na ACT Wazalendo kutoa mchango wangu katika kuiondosha CCM madarakani. Waandishi wa habari wa Tanzania, ACT Wazalendo siri za kuitoa CCM madarakani wanazo, mbinu ya kuitoa CCM madarakani wanazo, na mkakati wa kuitoa CCM madarakani wanayo, na niwahakikishie CCM awamu hii ndio mwisho wa kukanyaga Ikulu. 2025 kwenye uchaguzi wa uchaguzi mkuu, CCM ndio hawaingii tena Ikulu. Wajiandae kutukabidhi ACT Wazalendo. Lakini pia utawala wa CCM hausikii tena sauti za watu, haujali tena mateso ya wanyonge. Ni utawala uliojaa kiburi na maamuzi yasiyo na mashiko. Utawala unapofika hapo hupoteza uhalali wa maadili hata kama una nguvu ya kimfumo. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, Watanzania wanalia juu ya ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira, lakini pia Watanzania wanalia kwa sababu ya huduma mbovu za elimu na afya pamoja na kuporwa rasilimali zetu wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, kwa hakika, naomba hili mliandike vizuri, kwa hakika Mungu ameuhesabu muda wa utawala huu wa CCM na kuleta mwisho wake. Utawala uliopo umewekwa kwenye mizani, umepimwa na umeonekana hauna uzito, umepungua. Sasa historia ya kuondoshwa utawala huu inaenda kuandikwa na chama cha ACT Wazalendo. ACT Wazalendo, taifa kwanza, maslahi ya wote, taifa la wote. Ndugu waandishi wa habari, kuonyesha uzito wa hoja yangu, napenda kuchukua fursa hii kutangaza rasmi kuwa pia nitakisaidia chama changu kutekeleza malengo yake nyumbani nilikozaliwa, Same Magharibi. Mimi natokea jimbo la Same Magharibi na natia nia ya kugombea ubunge kwa jimbo la Same Magharibi. Natambua jimbo la Same Magharibi kuna mtu anajiita yeye ni mwamba, ni Goliath. Anatisha watu, anahonga watu kwa sababu ya fedha zake. Yeye anajiita Goliath, lakini mimi nakuja kama Daudi na hakikisha nitamuoa hapa. Kusema hayo niseme Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki juhudi za wapambanaji wote wa ACT Wazalendo, na kwa pamoja naamini kabisa tutashinda na tutamtoa CCM madarakani.